Naam, Shediwani, kwenye pitapita zangu nimewahi kukutana na ubishani wa watu kati ya Mkristo na Muislamu. Madai kubwa lilikuwa nasema kwamba huyu Muislamu alikuwa anasema kila mtoto ambaye anazaliwa anakuwa ni Muislamu. Huyu Mkristo akapinga akasema sio kweli. Kama ni hivyo, kwa nini muua mtoto mnamfanyia 40 anapokuwa amezaliwa? Na Muislamu akamuuliza Mkristo, na ninyi kwa nini huwa mnambatiza mtoto? Lengo ni mumtoe kwenye Uislamu umpeleke kwenye Kristo. Natamani nifahamu kutoka kwako ukweli upoje kwenye haya yote. Karibu. Sahi. Naam, ndugu yangu Bwana Nyundo, ni kweli kabisa, na haya maneno ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na wala hakuwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni mwenye kutamka yoyote anayoyatamka kwa matashi ya nafsi yake, bali yale anayoyatamka Bwana Mtume Muhammad ni wahai kutoka kwake Allah tabarak wa taala, kwa maana ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume huyu ndiye ambaye aliyosema kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qal. Anasema kullu mauludin, yoyote katika watoto wanaozaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu au katika maumbile ya Kiislamu, anazaliwa katika hali ya namna hiyo. Haijalishi wazazi wa mtoto huyo wawe Waislamu, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Wawe wa Kristo, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Wawe wapagani, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Kisha akasema fa abawahu, wazazi wake hawa wa mtoto huyo yuhawidanihi, ndio ambao wana uwezo wa kumfanya mtoto huyu kuwa Yahudi kwa kumbadilisha, kumtoa katika Uislamu, au yunasiranihi, au ndio ambao wanaweza kumfanya mtoto huyu akawa mnasara kwa maana Mkristo, au yumajisanihi, au wakamfanya akawa majusi kwa maana wale wanaoabudia ng'ombe, moto na mfano wa hayo. Kwa hiyo ni maneno sahihi kabisa. Na kwa nini Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameyasema maneno haya? Naam, pia katika taaluma, katika ilmu alfizia, ukiangalia karne ya 18 na karne ya 19 katika masala ya kisayansi wamekuja kukubaliana 100% na maneno haya ya Bwana Mtume Muhammadin, kwa sababu mume na mke wanapokutana katika suala lile la tendo la ndoa, huyu mwanamume katika sehemu ya khusiyah, kwa maana ya korodani za mwanamume, wakati mbegu zinapokuwa zikiandaliwa ili kuja kufanya talqihi katika buwaidhatun nadhija, yai la mama ambalo liloiva, basi hapa huwa hizi mbegu za kiume zinazunguka 7 ashwata, raundi 7, na hii raundi 7 zinazunguka ili kuja kukutana na yai na kadhalika kuanza kupatikana talqihi, kwa maana urutubishwaji wa mwanadamu akiwa ndani ya tumbo la mama. Nenda katika 5 salawati, sala 5 ambazo tunazosali sisi Waislamu, kuna sura moja ambayo hiyo sura ni nguzo ya sala. Yoyote yule ambaye hatoisoma sura hiyo katika sala, basi sala yake inakuwa batil, kwa maana inakuwa haijakamilika na inawezekana ikawa si swala kabisa, isipokuwa kuwe na sababu maalum, nayo ni suratul Fatiha. Hii suratul Fatiha ina aya 7 ambayo ni nguzo katika nguzo za sala. Lakini kadhalika hizi aya 7 ndio tunaona pia kule na mwanadamu wakati anaumbwa, yani zile mbegu zinazunguka katika 7 ashwat, raundi 7, sawa sawa na yale maneno ya Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kwa maana yoyote anayezaliwa katika watoto anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu, yanazunguka raundi 7 mbegu hizo. Tunaona katika swala kuna raundi 7, yani kuna aya 7, kwa maana sura ambayo ni nguzo, aya 7 ambayo ni suratul Fatiha. Lakini kama hilo halitoshi, itakuja zile mbegu zitakwenda kufanya talqih, kwa maana urutubishwaji katika lile yai. Zinapogonga tu katika lile yai, basi ile yai la mama kinachofanyika
kuanzia masaa 7 mpaka masiku 7 hurejea katika sehemu ya arrahmi, ili liende likaanze kitu kinachoitwa taaliki pale katika rahmi, kizazi cha mwanamama. Hizi ni 7 ambao zinakwenda sambamba na ile 7 ya nguzo ya sala, lakini kadhalika na 7 zile raundi 7 mbegu zinapozunguka ili kwenda kufanya urutubishwaji. Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Nimewahi kuona comment moja kwenye video ambazo huwa tunafanyaga hapa. Naam. Muumini mmoja alisema, "Shehe bwana, wewe unatuongopea. Sisi Waislamu tunaamini kwenye Qur'ani." Aya ipi ambayo imesema hivyo kuhusiana na ile mada ambayo tumezungumza? Na hapa lazima watalalamika. Umezungumza hadithi ya mtume kasema hivi, hujasema aya yote labda Qur'ani inasema hivi. Tutoe wasiwasi kidogo. Sahihi. Na kwenda huko yote haya nitayaweka vizuri kabisa. Lakini kadhalika katika hali za namna hiyo twende haji. Mwenyezi Mungu anasema waadhin fil haji waadhin fin nasi bil haji atuka rijal wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Hiyo ni aya ya haji ya hija. Mwenyezi Mungu anataka watu waende wakahiji. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawataka watu waende haji, pale haji watu huwa tunazunguka al-Kaaba 7 ashwati, tunazunguka zile raundi 7. Kama vile zile raundi 7 za mbegu zinapozunguka katika sehemu ya khusya kwa ajili ya kuja kurutubisha yai la mwanamama, ipatikane embryology au ipatikane kiini cha mwanadamu ndani ya tumbo la mama. Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Awe Muislam asiwe Muislam, lazima apite katika zile raundi 7 ambazo ndio maumbile ya dini tukufu ya Kiislamu. Lakini kama hilo halitoshi, kuna ile Safa wal Marwa, yani kuna kwenda Safa na Marwa, pale pia inakwenda raundi 7 vile. Kwa hiyo yote haya yanakwenda ni 7 kama jinsi ambavyo mbegu zinavyozunguka katika raundi 7. Lakini kadhalika kuna Jamra ambapo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam pale alimuona shetani dhahiri kabisa. Shetani alijidhihirisha pale mahala, akampiga mawe, na pale huwa katika kile kiguzo ambacho ni ibada ya kumbukumbu. Basi kadhalika Nabiullah alichofanya matendo yale, basi nasi tukiwa pale haji huwa tunatupa pale majiwe 7 ashwati, raundi 7 vile katika utaratibu wa hali ya namna hiyo. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya dini tukufu ya Kiislamu. Sasa na ndio maana ukitazama dua ya Nabiullah Nuh aliomba dua akasema, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Aliwaombea gharqa, kwa maana akawaombea watu wake wapate adhabu kwa sababu anawalingania hawataki kumsikiliza. Akasema rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, akasema ewe Mwenyezi Mungu usiache katika ardhi hii nyumba ya mpingaji hata mmoja. Tena akatoa na sababu kwa nini Mwenyezi Mungu asiache nyumba ya mpingaji. Akasema innaka intadharhum, kama wewe Mwenyezi Mungu utawaacha hawa wapingaji hapa katika ardhi hii, yudhillu ibadaka, watachokifanya ni kuwapotosha waja wako, wala yalidu, na wala hawatazaa hawa wapingaji, illa fajiran kafara, isipokuwa watazaa watu mafejuri tena na wapingaji kama walivyo wao katika hali hizo. Sasa ni vipi hapa? Hadithi inatuambia kila anazaliwa ni Muislamu. Qur'ani inatuambia wakizaliwa watakuwa kama wao. Katika fani ya balagha kuna vitu vinavyoitwa i'tibaru ma kana na i'tibaru ma yakunu. Tunaposema itibaru makana, manake ni yale ambayo yanazingatiwa huko nyuma, alafu kuna itibaru ma yakunu, ni kile ambacho kinachozingatiwa haya yatakayokuja baadaye yatakuwa ni mambo ya hali ya namna gani. Manake hawa watoto wamezaliwa hali ya kuwa ni Waislamu, sasa wanakuwa wanawaona baba zao mama zao, mazingira yao ni watu wapingaji, na wao watakuja kuwa kama walivyo hawa wazazi wao katika hali za namna hii. Kwa hiyo maneno ya mtume yako vile na Qur'ani na yenyewe iko pale biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa swala la msingi ni hili ya kwamba hii 40 sasa ni nini? Kwa maana hii debate ambayo wewe umekuta watu wanaifanya debate hiyo,
Hii 40 ni nini? Ndio kumtoa mtoto katika Ukristo kumuingiza katika Uislamu? Majibu la, hapana. 40 haimuhusu mtoto kabisa. Ukisikia mtoto anatoka 40, hii ni lugha kibalagha, sisi tunaita kinaya, yani ni lugha ya fumbo. Maana yake ni nini 40? 40 inamuhusu mzazi na wala haimuhusu mtoto. 40 ni siku zile za mama baada ya kujifungua. Kuna katika taratibu za dini ya Kiislamu kuna vitu vinavyoitwa nifasun. Nifasun ile damu ya uzazi ya kujifungua, ambapo bila shaka tunasema namna jinsi ambavyo ilivyo hii damu huwa ni masiku 40, hata kama itakata chini ya masiku 40, lakini ili mwana mama ajitaharishe na awe safi ni katika siku 40. Sasa basi tunaposema 40, mtoto anatoka 40, hii ni lugha ya kinaya, lugha ya fumbo. Maana yake ni nini? Maana yake kuanzia hiyo siku ya 40 ni siku ambayo mama sasa ana uwezo wa kukutana na mume wake katika tendo la ndoa. Ndiyo maana halisi. Kwa hiyo watu wanaficha lugha hiyo kupitia kwa mtoto. Kwa hiyo mtoto hahusiki kabisa katika kinachoitwa 40. Maana ya 40, maana kuanzia hapo mume sasa anaweza akajivinjari na mkewe vizuri kabisa. Kuanzia hapo kwake inakuwa halali katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo haihusiani na swala hili. Lakini imma ukija upande wa pili kwa ndugu zetu, wao sasa wanafanya kitu kinachoitwa kubatiza. Kubatiza ndio kumtoa sasa kwenye Uislamu wenyewe na kumpeleka huko katika Ukristo. Kwa hivi nimewahi kusikia mara kadhaa kwamba wanasema tunafanya hivyo kwa ajili ya kuondoa dhambi ya asili. Sasa mtoto anapataje dhambi ya asili? Mtoto anakuwaje na dhambi? Mtoto hawezi kuwa na dhambi, kwa sababu hata huyo Nabii Isa au Yesu Kristo yeye anasema waacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalme wa Bwana au ufalme wa Mungu ni wao. Maana yake hawana madhambi hawa watoto. Sasa unambatizaje kusema kwamba tunamuondosha ile dhambi yake ya asli? Haya ni makosa, ndio kumtoa katika dini tukufu ya Kiislamu na kumpeleka katika Ukristo. Sasa ndio Mtume akasema fa abawahu, wazazi wake huyo mtoto aliyezaliwa hali ya kuwa ni Muislamu, yuhawidanihi au yunasiranihi, ndio ambao wanaweza wakambadili sasa mtoto, kumtoa katika Uislamu wakamfanya Yahudi, au kumtoa katika Uislamu wakamfanya Mnasara au Mkristo katika hali hizo. Kwa hiyo maneno sahihi kabisa, ubatizo ni kumtoa katika Uislamu, na 40 haihusiki kabisa na anaitwa mtoto, bali 40 inahusika, ni tangazo la kwamba mke wa fulani au mdada huyo au mama huyo sasa anakuwa tahara kwa ajili ya mume wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ila ni lugha tu ya kificho. Anatoka 40 mtoto wangu leo. Unafurahi mwanamume kwanza, kuanzia leo naweza na mimi nikapona, mambo yakaenda vizuri.